wananchi, utasema usalimia wananchi na uondoke. Kwa maoni yako mheshimiwa, is the Inspector General of Police nafikiria ako in control ama wanasiasa wamechukulia kazi yake? Kusema tu ukweli na mimi niko na historia tofauti na wengine, kwa sababu ni vizuri nizungumzie hili jambo na uwasi ule ambao mimi mwenyewe naelewa. Nimesema Kanja nimemjua kwa muda mrefu sana, na ukiangalia Kanja na wakuu wengine wa usalama ni watu nimejua kwa na uzoefu wa kutosha. Siwezi kuwa mimi na taswishi kwamba ni mtu ambaye haelewi kazi yake na ajui kazi yake. Lakini ukweli ni kwamba ukiwa katika hiyo ofisi ya Inspector General mara kwa mara unasukumwa, wakati mwingine unaweza kusumbuliwa, wakati mwingine kuna wanasiasa wengine ambao wanafikiri kwa sababu ya uhusiano wao na wakubwa wa serikali na State House na wengine wanaweza saa nyingine kujaribu kuchukua sheria kwa mikono yao. Kwa hivyo huwezi kusema eti Inspector General is not in control. Ni kusumbuliwa, nafikiri au anasumbuliwa. Na unajua siasa ya nchi yetu vile iko, uwajibikaji kwa mambo ya umma hasa wanasiasa huko chini sana. Watu wanafikiri kwamba wakati wewe mnajuana na mkubwa wa nchi ama wewe unaenda kuteza mtu ambaye anaonekana kama ni mpinzani wa mkubwa wa nchi, kwa hivyo wewe unapaswa kufunja sheria. Kwa hivyo sio eti Inspector General is not in control. Mimi nafikiri he is in control, lakini kila wakati hiyo ofisi inakuwa na pressure, na msukumo kutoka kwa siasa. Lakini uko na wasi kiasi gani ukisikia kwamba polisi na wahuni wakati mwingine wanaonekana wakiandamana kufanya vitendo kama hizo? Wasiwasi ni kwamba by the way, hiyo ni kweli, na nimesema hapo hadharani. Unajua kuna mkubwa wa usalama siku moja alikuwa anatuambia, wakati nilikuwa katika usalama, kila wakati tukiwa na shida kwa nchi alikuwa anatushauri wakubwa wa usalama wote, generals hata wengine kwa military, ni watu ambao wana uzoefu mkubwa sana kwa maneno ya usalama. Tukikaa kwa room wanatushauri you can't shoot your way to stability. Huwezi kutumia risasi kusaidie. Kila wakati serikali lazima itafute mbinu za kutumia kuongea na wananchi, sana sana mjadala, kuzungumza na wananchi, kutafuta viongozi wale ambao wanaheshimika na wananchi, kukaa chini kuongea nao, kubadilishana maoni. Wakati mwingine serikali inaweza kukubali, hapa tuko na shida kidogo lakini tunaomba msamaha ili nchi iwe na usalama wa kutosha. Sasa hofu niko nao ni hii, ama wasiwasi niko nao ni hii, tukiendelea kufanya vile tunaendelea namna hii, eti wale wako na serikali wao wako na uwezo wa kufunja sheria vile wanataka. Wakati tulikuwa na by election kule Nyamira, hadharani mchana watu wamebeba mishale na mapanga mjana, wa maandamano na mjumbe wa bunge wanatembea mchana, polisi wanawaangalia. Hakuna mtu anakamatwa na so on. Unajua tukiendelea namna hiyo, lile litakalofanyika ninaweza kukuambia hapa free, kwa sababu wananchi watafika mahali waseme kama ni hivyo, sasa sisi lazima tujitetee. Kwa sababu sisi hasiwezi kuwa sisi ndio tunatii sheria na wale wengine hawatii sheria. Ikifika hapo hatuna polisi wa kutosha wa kumanage nchi. Nikwambie tu ukweli, hakuna. Na tunaweza kusoma katika nchi zingine yale ambayo yamefanyika huko. Unajua watu wanajigamba, tuko kwa uongozi, sisi tuko na vifaa, tuko na bunduki. Kuna wakati hizo bunduki haziwezi kukusaidia, kwa sababu wananchi watafika mahali wamechoka na watachukua sheria kwa mikono yao na hakuna kitu utafanya. Nikupe mfano moja. Kiongozi mmoja katika nchi moja hapa ya Asia ambaye alitoroka, asubuhi alikutana na waandishi wa habari, anawaambia yeye kwa maisha yake hajui kitu inaitwa surrender, hajui kitu inaitwa departure. Yeye yako in control na atafanya kile atakachoweza kuhakikisha kwamba kila mtu ametii sheria. Saa 3 baadaye alikuwa anatafuta ndege ya kutoroka nje. Na hawa, acha nikuambie hawa, tusipoangalia hii maneno, siku moja wao wenyewe wataanza kutafuta namna ya kutoroka. Kwa hivyo that is why it is important kila wakati, ni lazima kila wakati tuhakikishe kwamba tunashauriana, kwa sababu hakuna mtu akona uwezo kujua kila kitu dunia hii.
hakika hata serikali inaweza kufanya makosa, tuseme tu ukweli. Yes. Ni kucha mbele kushauriana na watu kusema okay, kama ni hivi tufanye namna hii. Kuambia wale watu tuko nao, tafadhali tusiende hapa, tutaenda zaidi. Hiyo ndio sababu mimi wakati mwingine hata nikiwa kwa public meetings mimi sitaki kuanza na kutusi watu wewe wako namna hii. Hapana. Tuko na shida ya nchi, tunahitaji kusuluhisha. Na lile tunalohitaji zaidi ya mambo yote ni kuzungumza sisi wenyewe na kutafuta njia tunaweza kuweka watu wetu pamoja, tutii sheria, tujenge nchi yetu, tuende mbele. Okay. Kwa sababu makosa ikifanyika leo, tuzungumze hayo makosa kwa uwazi, tuseme makosa imefanyika, tutafute mbinu ya kurekebisha hii, tuende mbele tukiwa pamoja.